Mtazamaji wa Global TV, hapa ni mtaa wa Kibasila, Upanga Mashariki, wilaya ya Ilala, na nyuma yangu ni jengo la ghorofa ambapo tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka huu iliripotiwa taarifa ya mfanyakazi wa ndani aliyefahamika kwa majina ya Zainab Omari ambaye alipoteza maisha mara baada ya kuanguka kutoka ghorofani na mwili wake kuhifadhiwa hospitalini. Taarifa hii imewasilishwa na mkuu wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Kamanda Jumanne Murilo, ambaye alisema takribani saa 12 na dakika 45 tukio hilo liliripotiwa kutokea hapa Kibasila, Upanga Mashariki, wilaya ya Ilala. Global TV imefunga safari kutoka Sinza Mori, makao makuu, mpaka hapa kwa ajili ya kupata nafasi ya kuzungumza na watu wa karibu ambao wamemfahamu kwa muda mrefu marehemu Zainab Omari. Na hawa ni baadhi ya watu wa karibu ambao wamepata nafasi ya kuishi na Zainab Omari na wamemzungumza kwa mazuri huku wakiweka wazi miongoni mwa vitu ambavyo wataendelea kuvikumbuka kutoka kwa marehemu Zainab Omari ni mpango wa pamoja wa kuchezesha vikoba ambao wamekuwa wakiufanya kama sehemu ya kujikwamua ama kusaidiana kujikwamua kiuchumi. Naitwa Mwanaidi. Zainab namfahamu ni kama mfanyakazi ambaye tulikuwa tunafanya naye jengo moja, na kama tulifanya jengo moja kwa sababu mimi nilimkuta yeye. Mimi nilihamia Upanga 2016. Yule nilimkuta. Na baada ya hapo tulihama mwezi wa 5 uliopita mwishoni. Yeye ndo kahamia hapa maeneo ya Upanga hapa Olympia, na mimi nipo sehemu inaitwa Kitonga Madina. Kwa hiyo jana mida saa 7 nilikuwa nimeenda kuchukua chakula. Kuna sehemu tunachukuaga. Kuna mama kanipigia simu, "Mwana, umesikia Zainabu amefariki?" Nikamwambia Zainabu gani? Akaniambia Zainabu Zaifa. Nikamwambia sijasikia. Nikawa kimya. Baadaye nikapata simu tena, Zainabu amefariki. Kwa hiyo baadaye tena muda ulivyozidi kwenda ndo nikawa napigiwa simu. Kwa ndio ulivyotokea dadangu. Hapa kazini ni yeye anakuaga yeye na mfanyakazi mwenzake, na pia hapa alipoanguka jana bosi wake hayupo, wamesafiri tangia Jumapili. Ina maana ndani alikuwa peke yake? Alikuwa yeye, nilivyosikia alikuwa yeye na mfanyakazi mwenzake na bibi, yani mkuu wa yule bosi wa kiume. Mkuu wake. Kwa watoto sina uhakika, lakini takuwa nao, ila sina uhakika sana. Tandika. Na alikuwa anaishi na mume au wazazi? Ameolewa. Ina maana huko alikuwa anaishi na mume wake, sio wazazi? Wazazi wamefariki yani. Mara mwisho mnaona naye lini? Jumanne iliyopita. Ndio mara ya mwisho tuliongozana naye kutoka hapa mpaka Mnazi Mmoja. Na kuna jambo lolote labda mzungumza kupitia mfano? Hapana. Hapana. Tumeanzia hapa, tumeongea mwanzo mwisho. Ana mawazo, ana neno lolote baya. Mimi niliambia tu kwamba kaanguka. Wamemkuta chini askari. Mimi nilipata taarifa saa 7 mchana jana. Na alikuwa ni mtu aina gani? Zainab ana shida, ni mtu wa kawaida tu. Na ni mcheshi na kila mtu. Hana shida. Mimi naitwa Shania Mohamed. Niko Dar es Salaam. Namfahamu Zainabu kama ni rafiki yangu wa jirani sana. Tulikuwa nafanya kazi wote mtaa mmoja huu. Unaona? Ni rafiki yangu, ni shoga yangu wa jirani sana. Huwa kila siku jioni muda mwingine nakutana naonana barabarani, tukienda stendi kupanda gari. Hivyo. Taarifa za nikikuta nipo barabara njiani ni hapo, kuna rafiki yangu mmoja tu anaitwa Aisha ameniita, Shani, kuna nasikia jengo lile pale kuna mdada ameanguka. Nikashtuka, dada gani? Sasa mimi sifahamu jina lake ni nani. Baadaye shoga yangu huyu ndo anipigia simu, "Bwana, Zainabu nasikia ameanguka, shoga yetu. Ilikuwaje?" Mimi sifahamu. Hivyo. Na mpaka sasa hivi msiba wa Zainabu upo wapi? Ndio sijafahamu mpaka sasa hivi. Sasa kama hivi ninavyotuona tunashinda kazini kutwa nzima, mawasiliano na ndugu zake sisi hatupo kivile nao, sababu hatujafahamu ndugu zake.
Utamkumbuka kwa lipi Zainabu? Zainabu nitamkumbuka sana kwa kweli, kwa sababu ni rafiki yangu sana. Tulikuwa tunapendana sana kwa dhati. Hivyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.